Baada ya kushuhudia bodi ya ligi kupitia ukurasa rasmi wa Instagram wakiwa wamechapisha taarifa ya kusogezwa mbele kwa mchezo nambari 184 dabi ya Kariakoo unaowakutanisha Young Africans pamoja na Simba, mchezo ambao ilibidi uchezwe Juni 15 na hivi sasa mechi hiyo rasmi kuchezwa Juni 25 kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa kuanzia majira ya saa 11. Hiyo imekuja mara baada ya sintofahamu vuta ni kuvute nyingi kutokana na klabu hizo mbili ambazo ndio wahusika wa mechi hiyo, kila timu ikiwa na mtazamo wake. Klabu ya Simba ikiwa nasema tunacheza, huko Young Africans wao wakisema kwamba hatutacheza mchezo huo mpaka pale ambapo matakwa yetu yatakwenda kusikilizwa. Baada ya kushuhudia taarifa hiyo na watu mbalimbali wakija na mitazamo yao kuhusiana na taarifa hiyo ambayo bodi ya ligi wameiweka kupitia ukurasa rasmi wa Instagram pale, ikiwa ni taarifa kwa vyombo vya habari kama ambavyo inasomeka kwamba bodi ya ligi kuu Tanzania TPLB imesogeza mbele mchezo namba 184 wa ligi kuu ya NBC kati ya klabu ya Yanga na klabu ya Simba ambao ulipangwa kufanyika kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa Juni 15, 2025 kuanzia saa 11 kamili jioni. Mchezo huo sasa utafanyika Juni 25 kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa kuanzia saa 11 kamili jioni. Bodi inazitakia maandalizi mema klabu za Simba na Yanga kuelekea mchezo huo. Imetolewa na idara ya habari na mawasiliano bodi ya ligi kuu Tanzania TPLB Juni 13, 2025. Zilikuwa zimesalia siku mbili pekee. Ni nini ambacho nataka nikuambie, nikufahamishe. Mimi ni Latifa Anafi, hii ni Mpenja TV, tunazungumza michezo na tunapewa nguvu kubwa kwa udhamini wa White Skim Wallpot kutoka Magic Builders. Wewe ambaye hivi sasa huhitaji fungus kwenye ukuta wako, basi hakikisha unatumia White Skim hiyo kutoka Magic Builders. Lakini pia ili ukuta wako usibanduke, pia unaweza kutumia White Skim hiyo Wallpot kutoka Magic Builders. Lakini kwa wewe pia ambao unahitaji simu ya mkopo, nikupe chimbo rahisi ambalo unaweza kulifikia popote pale ulipo kwenye mkoa wa Tanzania, basi ni kwenye maduka ya Mandasi Store ambayo yanapatikana karibu mikoa yote ya hapa Tanzania. Mara baada ya kushuhudia taarifa hiyo ya klabu ya kutoka bodi ya ligi kuhusiana na mchezo nambari 184 kutoka Juni 15 kwenda Juni 25, klabu ya Yanga ikaweka picha ambayo ina viongozi wa klabu hiyo kwa maana ya boss Galib Said GSM Mohamed, lakini pia makamu wa rais wa klabu hiyo Arafat Haji pamoja na mtendaji mkuu wa klabu hiyo ndugu Andre Ntine, alafu wakiwa wameandika timu ya wananchi. Na hii ni mara baada ya picha hiyo kusambaa kwenye mitandao ya kijamii, na mara baada tu ama muda mchache baadaye ndipo ambapo taarifa ya mchezo huo wa dabi ya Kariakoo kusogezwa mbele. Lakini pia baadaye baada tu ya dakika kadhaa tukaona pia taarifa ama picha nyingine ambayo inaonyesha posti ambayo imechorwa kwamba Kariakoo dabi uwanja wa Benjamin Mkapa tarehe 25 mwezi wa 6 kuanzia saa 11 kamili jioni. Na hii unaweza ukasema ni kama hii posta tayari wananchi walikuwa wameshaiandaa, walikuwa wanasubiri tu muda ili waweze kuiweka kwenye mitandao ya kijamii. Nikipita pia kwenye ukurasa rasmi wa meneja habari na mawasiliano wa klabu ya Yanga, hapa ninamzungumzia Alikamwe. Yeye ameweka ile picha ambayo inaonyesha nyota mbalimbali wa klabu ya Young Africans, alafu kulikuwa kuna logo ya Yanga na Simba Kariakoo Derby, maandishi makubwa yakiwa yanasomeka hivyo, ambayo wameandika tarehe ya mchezo huo ambao ni tarehe 25 mwezi wa 6 saa 11 kamili jioni uwanja wa Benjamin Mkapa. Nikinukuu kile ambacho amekiandika Alikamwe, meneja habari na mawasiliano wa klabu hiyo, anasema kwamba hii haina kipengele
maandalizi yaanze mapema wanayanga wenzangu. Hizi mechi 3 ni mapambano makali ya kibingwa. Inshallah tutavuka. Mwisho wa kunukuu kile ambacho amekiandika meneja habari na mawasiliano wa klabu ya Simba. Huku comments mbalimbali zikiwa ni za kufurahisha, wengine wakiwa wamekasirika. Kiza Pambakala akiwa anafurahi. Cox dawa yao anasema vipi ndugu yangu aliyeleta uji na yeye kawekwa ndani. Huko wengine wanasema matakwa yenu yamesikilizwa. Huko wengine wakiwa wanasema let's go, ogopa sana maji yaliyotulia kiko wapi, na wengine wakiwa wameweka comments zao hapo, wote wakionyesha hisia ni namna gani wameipokea taarifa hii. Lakini posti zikiwa zimeendelea kutaradadi kwenye ukurasa wa klabu ya Yanga, kwenye ukurasa rasmi wa klabu ya Yanga. Nikipita kwenye ukurasa wa klabu ya Simba, hakuna taarifa yote ambao wameiposti tangu barua kutoka kwenye Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa pamoja na Michezo, ambao ni takriban masaa 7-6 tangu kiweka taarifa hiyo. Wao hawajaweka taarifa kuhusiana na mchezo huo, ikiwa ni tofauti na ambavyo walikuwa wakihitaji ama wakiupublish mchezo huo wa dabi ya Kariakoo, ambao mara kadhaa walikuwa wakichapisha kwamba bado siku 3, bado siku 2 na mambo mengine kama hayo. Unaweza pia kuweka maoni yako hapo, tuambie namna ambavyo umepokea haya yote yanavyokwenda kuendelea. Je, Juni 25 kwa upande wako umeifurahia ama haijakufurahisha? Una nafasi ya kucomment hapo na tutakuja kupita nayo kwa wakati mwingine. Lakini pia una nafasi ya kuendelea kutufuatilia kwenye mitandao ya kijamii kwa kusubscribe, kulike, comment na kushare, ili tu uwe wa kwanza kupata taarifa hizi. Nimefikia mwisho na sitaondoka hivi na kuacha na habari njema kutoka kwa Mandasi Store, ambaye unahitaji kupata simu ya mkopo. Ili uweze kupata simu ya mkopo na kwenda na vitu vitatu popote pale ulipo kwenye mikoa yote ya Tanzania: kitambulisho cha taifa NIDA, lakini pia kitambulisho cha kupigia kura pamoja na leseni ya udereva. Bila kusahau unaweza pia kupata white skim report kutoka kwa Magic Builders ili uweze kuhudumisha ukuta wako. Endelea kufuatilia Mpenja TV.